Kipindi cha 3. Kutenda kwa maadili. Utangulizi. Asante kwa kurudi kwenye kipindi cha 3 cha darasa hili la usimamizi wa msongo wa mawazo lenye vipindi 5. Na kama ulivyofanya mara ya mwisho, chukua muda kufikiria kuhusu sababu kuu za kutumia muda na nguvu yako kuja hapa leo. Kujijali mwenyewe, kujali familia yako, kujali jamii yako. Na tena tambua kwamba ulilazimika kuchukua hatua kufika hapa na kutoa kipaumbele kwa hili kuliko mambo mengine. Na kwa wengi wenu, pengine mawazo na hisia ngumu zilitokea wakati mlipokuwa mkijiandaa kurudi kwenye kipindi hiki. Na bado hazikukuzuia kuja hapa. Upo hapa sasa. Hivyo chukua muda kutambua hili. Hivi sasa katika wakati huu, unachukua hatua kuwa mtu unayetaka kuwa. Hali hiyo inakuwaje kwako? Pia kumbuka lengo letu katika kundi hili ni kutendeana kwa wema na heshima. Katika kipindi cha leo, tutachunguza thamani na jinsi zinavyoweza kutusaidia kuishi maisha bora hata katika hali ngumu zaidi. Lakini kwanza tutarejea kwa haraka pointi kuu za kipindi kilichopita na kujadili jinsi ulivyofanya na mazoezi yako binafsi. Muhtasari wa wiki iliyopita na marudio ya mazoezi. Kipindi kilichopita tulitazama njia nyingi ambazo tulijaribu kuondoa mawazo na hisia zetu ngumu. Na tuligundua kuwa ingawa njia hizi nyingi hutufanya tujisikie vizuri kwa muda mfupi, haziondoi mawazo na hisia zetu ngumu kwa muda mrefu. Na njia hizi nyingi zinafanya maisha yetu kuwa mabaya zaidi kwa muda mrefu tukizitumia mara nyingi. Ikiwa hatuwezi kuondoa mawazo na hisia hizi kwa muda mrefu, na ikiwa tujaribu kuziondoa mara nyingi kunafanya maisha kuwa mabaya zaidi, ni muhimu sana tujifunze jinsi ya kuondokana nazo. Sasa tutachukua muda mfupi kujadili katika makundi madogo jinsi mambo yalivyokwenda na kufanya mazoezi ya stadi hii. Kumbuka huna haja ya kujiunga na kundi kama hutaki. Na hata kama utaungana na kundi, huna haja ya kuzungumza. Ni sawa kwako kusikiliza kimya kimya au kusema kidogo sana. Kumbuka kama hutaki kuzungumza, toa ishara ambayo tumekubaliana kwa mkono wako. Mwezeshaji atasitisha rekodi hii ili kusoma karatasi namba 3.1. Tafadhali elekeza umakini wako urudi kwenye rekodi hii. Ni wazo zuri kujikumbusha kwamba kufanya mazoezi haya ni kama kujifunza kufanya kitu chochote kipya. Ikiwa unataka kitu kuwa rahisi, basi unahitaji kufanya mazoezi. Inaweza kuwa ngumu unapoanza, lakini unavyofanya mazoezi zaidi,
ndivyo itakavyokuwa rahisi zaidi. Marudio ya stadi. Mikono kama mawazo na hisia, kutambua na kuyataja, kujituliza. Kujikumbusha jinsi ya kujinasua ni muhimu. Tutarudia haraka zoezi tulilofanya na mikono yetu katika kipindi kilichopita. Zoezi hili linaweza kuonekana kuwa la ajabu au la kuchekesha, lakini linaonyesha jinsi ilivyo rahisi kupotea katika mawazo yetu. Na linapotokea, linaonyesha jinsi gani linavyoweza kuingilia uwezo wetu wa kuishi kwa uhakika. Tunakualika ukae wima na ufanye zoezi hili kimya kimya bila kufumba macho. Fikiria kwamba mikono yako ni mawazo na hisia zako. Sasa weka mikono yako pamoja na ishike viganja vikielekea juu, kama vile ni kurasa za kitabu kilichofunguliwa. Sasa fikiria kwamba mbele yako, mbele ya nafasi hii, kuna kila kitu cha muhimu. Watu wote unaowajali, familia yako, rafiki zako, jirani zako, jamii yako, na shughuli zote unazozijali, kuimba au kusali, au kushiriki mlo au kucheza michezo, au kulea watoto wako. Pia mbele yako kuna mambo yote muhimu unayohitaji kufanya ili kufanya maisha yako yawe bora iwezekanavyo katika hali yako ya sasa. Pia mbele yako kuna matatizo yako yote, ugumu na changamoto. Sasa tutaona kinachotokea tunaposhikiliwa na mawazo na hisia zetu. Weka mikono yako pamoja kama kurasa za kitabu na polepole sana ipandishe karibu na uso wako hadi ifunike macho yako. Sasa weka mikono yako hapo, ikifunika macho yako. Hivi ndivyo ilivyo kuvutwa na mawazo na hisia zako. Weka mikono yako hapo, ikifunika macho yako, na utambue. Unakosa kwa kiasi gani? Unawaona kiasi gani familia yako? Ikiwa mtu unayempenda yuko mbele yako sasa hivi, itakuwa vigumu kiasi gani kumpa umakini wako wote? Kuna ugumu kiasi gani kuchukua hatua, kufanya mambo yanayofanya maisha yako yasonge mbele? Hivi ndivyo tunavyomaanisha tunaposema kushikiliwa. Mawazo na hisia hizi zimekushika, zikakutoa nje ya maisha yako, zikakuweka mbali na mambo ya muhimu kwako. Sasa polepole jinasue kutoka kwenye mawazo na hisia zako. Polepole sana, sogeza mikono yako mbali na uso wako, na polepole sana ishushe hadi uipumzishe kwenye mapaja yako. Na ukiacha mikono yako ipumzike mapajani, tambua kwamba unaona nini hapa tulipokaa sasa. Inakuwa rahisi kiasi gani kujihusisha na kuunganishwa? Sasa sogeza mikono na kiganja chako. Tikisa mikono yako. Punga mikono yako. Inakuwa rahisi kiasi gani sasa kufanya mambo yanayofanya maisha yako kuwa bora? Kula chakula chako cha jioni, au kubeba mzigo, au kumsaidia mtu unayempenda, au kuwa rafiki na jirani yako.
Natambua mikono yako haijatoweka. Bado ipo. Daima ipo na wewe. Ni sehemu ya mwili wako. Kwa hivyo ikiwa unaweza kutumia, fanya hivyo. Na ikiwa huwezi, acha tu ipumzike hapo kwenye mapaja. Sasa kama ilivyo kwa mikono yetu, ndivyo ilivyo kwa mawazo na hisia zetu. Tunapojinasua hayapotei. Bado yapo. Ni sehemu yetu. Lakini maisha yanakuwa rahisi kiasi gani tunapoweza kujinasua? Na baada ya kujinasua, ikiwa tunaweza kutumia vizuri, tutafanya hivyo. Licha ya kuwa ni ngumu, mawazo na hisia zetu zinaweza kutupa taarifa muhimu. Inaweza kutukumbusha mambo tunayoyajali na yaliyo muhimu kwetu, na wapi tunahitaji kuchukua hatua. Na ikiwa hatuwezi kutumia vizuri, tunaacha mawazo na hisia zetu, kama unavyopumzisha mikono yako kwenye mapaja yako. Kwa hivyo, hivi ndivyo tunavyomaanisha tunaposema kujinasua. Mawazo na hisia ngumu bado yapo, lakini hayakushiki tena na kukuweka mbali na kuwa aina ya mtu unayetaka kuwa. Sasa tutachukua dakika chache zaidi kupitia stadi nyingine ambazo tumekuwa tukijifunza. Wiki iliyopita tulizungumza jinsi ya kujinasua kutoka kwenye mawazo na hisia zetu kupitia hatua 3. Mwezeshaji atawaonesha sasa wanakikundi picha namba 3.1 wakati tunapitia hoja zifuatazo. Kwa hivyo sasa, tutapitia hatua hizi 3. Hatua ya kwanza, tambua wazo au hisia kwa udadisi. Hatua ya pili, lipe jina. Hapa kuna wazo gumu au ninatambua hisia ngumu. Hatua ya 3, zingatia tena natambua dunia inayokuzunguka. Unaweza kuona nini, kusikia nini, kunusa nini na kugusa nini? Sasa jihusishe na ulimwengu. Uko hapa sasa hivi. Nyoosha mwili wako na utambue kwamba unaweza kuchagua jinsi ya kusonga mbele. Una uwezo wa kuchukua hatua. Kwa hivyo hizo ni hatua 3 za kujinasua. Hatua ya kwanza ni kutambua wazo au hisia ngumu. Hatua ya pili ni kutaja. Na hatua ya 3 ni kuzingatia tena na kujiunganisha na ulimwengu kupitia milango yako 5 ya fahamu. Pia tulifanya mazoezi ya kujituliza wiki iliyopita, na kwa sababu stadi hii ni muhimu sana, tutarudia haraka tena. Leo tutafanya mazoezi ya toleo refu la kujituliza. Haya, tuanze. Tafadhali fanya zoezi hili kimya kimya. Tunakualika ukae wima ama ufumbe macho yako au uelekeze macho yako kwenye sehemu moja. Chagua lolote unalopendelea. Na chukua muda kutambua kwa udadisi una mawazo na hisia gani. Na kisha polepole punguza kasi ya kupumua kwako. Pumua ndani na nje kupitia pua yako.
Polepole kandamiza miguu yako chini. Taratibu nyoosha mikono yako au kandamiza mikono yako pamoja. Punguza zaidi kasi yako ya kupumua. Haswa tambua pumzi ikitoka kwenye mapafu yako. Wakati mapafu yako yakiwa matupu kabisa, simama na hesabu hadi 3 kabla ya kuvuta pumzi tena. Unapovuta pumzi tena, fanya hivyo polepole. Usivute pumzi kwa nguvu. Acha mapafu yako yajae yenyewe polepole. Ukihisi kizunguzungu au kuhisi kichwa chepesi, ina maana unapumua haraka sana au kwa nguvu sana au vyote viwili. Hivyo pumua polepole na kwa utaratibu. Tambua pumzi yako kwa udadisi mkubwa. Itambue ikitoka ndani na nje, kana kwamba wewe ni mtoto mdogo ambaye hujawahi kukutana na kitu kama kupumua hapo awali. Je, unatambua jinsi pumzi inavyokuwa na joto zaidi inapotoka puani mwako? Mienendo gani na hisia gani za mwili unaweza kutambua kwenye mabega yako? Ni mienendo gani na hisia gani za mwili unaweza kutambua kwenye kifua chako? Ni mienendo gani na hisia gani kwenye mwili unaweza kutambua kwenye tumbo lako? Endelea kutambua pumzi. Fuatilia inapopita ndani na nje. Mara kwa mara utapata usumbufu, umakini wako utapotea, pengine utapotea katika mawazo na hisia zako. Hii ni kawaida. Kwa hiyo, pindi tu unapogundua hili limetokea, jikumbushe kuwa ni jambo la kawaida, na kisha zingatia tena kupumua kwako. Katika kutambua pumzi, unajifunza stadi muhimu. Unajifunza jinsi ya kubaki makini na kujishirikisha. Kwa hivyo, fuatilia pumzi kwa udadisi mkubwa inapopita ndani na nje. Weka umakini wako kamili hapo. Sasa polepole nyoosha mgongo wako na kujinyoosha. Tunakualika uinyoshe mikono yako na utambue jinsi inavyohisi ukiinyoosha. Kama hutaki kunyoosha, nyoosha tu mgongo wako na mabega yako. Inua kichwa chako na kandamiza miguu yako chini sakafuni. Sasa fumbua macho yako kama umeyafumba na fungua masikio yako kikamilifu iwezekanavyo. Tazama pande zote na utambue kwa udadisi uko wapi. Ni vitu gani 5 unaweza kuviona? Ni vitu gani 3 au 4 unavyoweza kuvisikia? Unapovuta hewa, tambua inakuwaje. Unaweza kunusa harufu ya kitu gani? Tambua uko wapi na unafanya nini. Fungua mikono yako na polepole pitisha vidole vyako juu ya kitu chochote ulichokikalia.
Tambua jinsi unavyohisi chini ya vidole vyako. Kwa hivyo, kuna sehemu katika mwili wako inayoweza kutambua kila kitu unachokiona, kusikia, kugusa, kunusa, kufikiria, kuhisi na kufanya. Unaweza kutumia sehemu yako kutambua mawazo na hisia zako, na pia kutambua ulimwengu unaokuzunguka. Tambua pia, sasa unaweza kuchagua jinsi ya kusogeza mikono na miguu yako, na ni muonekano gani utauweka kwenye uso wako, na maneno gani utayasema, na jinsi utakavyoyasema. Jaribu hili mwenyewe. Sogeza mikono na miguu yako, shusha na inua nyusi zako, fungua na funga mdomo wako. Polepole simama kwa miguu yako. Simama na ujinyooshe. Tafadhali keti. Hongera. Unaendelea kukuza stadi muhimu, na pia kumbuka, ikiwa huwezi kulala, ni vizuri tu kufanya mazoezi ya kupumua kama ulivyofanya sasa hivi. Lala tu hapo na pumua polepole na zingatia pumzi yako. Kwa kweli hii siyo sawa na kulala, lakini inakuza ujuzi wako wa kujituliza na ni mazoezi ya kupumzika ambayo yatakupa faida nyingi za kulala. Utatuzi wa matatizo. Sasa tutatazama. Je, ulikuwa na matatizo yoyote kufanya mazoezi haya hivi punde? Kama tulivyojadili awali, tatizo moja la kawaida ni kwamba watu wengi hufikiria hainisaidii kusahau. Fikra na hisia bado zipo hapa. Kumbuka, mazoezi haya hayakusudiwi kuondoa fikra na hisia zako. Yanakusudiwa tu kukufanya uachane nazo. Hatuwezi kuzuia fikra na hisia ngumu kutokea, lakini tunaweza kujenga uwezo wetu wa kuzitatua tofauti na kwa ufanisi zaidi zinapotokea. Kujinasua na kujihusisha na ulimwengu unaotuzunguka. Pia tunahitaji kujifunza jinsi ya kujinasua na fikra ambazo zinazuia kufanya mazoezi haya. Tutafanya hivi kwa njia ile ile, kwa kuzitambua na kuzitaja. Kwa mfano, tunaweza kujisemesha kimya kimya. Ninatambua fikra ya kuwa na shughuli nyingi sana za kufanya mazoezi. Au inakuja fikra ya hakuna maana ya kufanya kitu. Ona kama unaweza kufanya hivi sasa. Je, kuna fikra fulani inayoonekana sasa hivi kuhusu kozi hii kuwa ya kijinga au kupoteza muda au ngumu sana au haitakusaidia? Tambua fikra hiyo, itaje, kisha jitulize. Tutapumzika kwa sekunde chache wakati unafanya hivi. Utangulizi kwa maadili. Kwenye kipindi cha leo, tutashughulikia swali jipya muhimu. Tunafanya nini baada ya kujinasua au kujituliza wenyewe? Jibu ni tunawasiliana na maadili yetu
na kuyatumia kuongoza matendo yetu. Na hilo litawezaje kutusaidia? Unaweza kuwa unajiuliza. Swali zuri. Tutalijibu hivi karibuni. Lakini kwanza tutatazama tunamaanisha nini kuhusu maadili. Kwa maadili, tunamaanisha matamanio yako ya kina kuhusu jinsi unavyotaka kuishi kama mwanadamu. Ni aina gani ya mtu unayetaka kuwa, na jinsi unavyotaka kujitendea mwenyewe na wengine na ulimwengu unaokuzunguka. Wengi wetu hatujawahi kufikiria maswali haya kwa kina. Tunapitia maisha ya kila siku, tukifuata ratiba ile ile. Lakini ili kuunda maisha yetu yawe yenye thamani na maana, tunahitaji kusimama na kufikiria tunachokifanya na kwa nini tunakifanya. Unaweza kutambua maadili yako mwenyewe kwa kujiuliza maswali haya. Ni kitu gani muhimu sana kwako? Unataka maisha yako yawe yanahusu nini? Unataka kuwa mtu wa aina gani? Unataka kujenga mahusiano ya aina gani? Kama usingekuwa unapambana na fikra na hisia zako ngumu, ungeelekeza muda na nguvu zako kufanya nini? Ni muhimu sana kujua maadili yako, kwa sababu yanaweza kukupa maana, kusudi na nguvu hata katika hali ya msongo mkubwa. Mwezeshaji atawaonesha wanakikundi picha namba 3.2 tunapopitia hoja hizi zinazofuata. Unaweza kugundua kuwa picha hii ni sawa sana na tulioiona katika kipindi cha kwanza. Mshale wa kulia unamaanisha kuishi kwa kufuata maadili yako, kusema na kufanya mambo ambayo yanakufanya uwe mtu wa aina unayotaka kuwa. Mshale wa kushoto unamaanisha kuondoka kwenye maadili yako, kusema na kufanya mambo ambayo yanakufanya usiwe mtu wa aina unayetaka kuwa. Kawaida tunapokuwa tumeshikiliwa na fikra na hisia nyingi, tunaenda kushoto, tunatoka kwenye maadili yetu. Tumekuwa tukijifunza jinsi ya kujinasua na fikra hizi katika vipindi viwili vilivyopita, ili kufanya iwe rahisi kwenda kulia, kuishi kwa kufuata maadili yetu, kuwa mtu wa aina tunayotaka kuwa. Hivyo hata kama tuko kwenye msongo mkubwa wa mawazo, tunapitia wakati mgumu sana, bado tunaweza kuchagua kuwa watu wa aina tunayotaka kuwa. Zoezi la maadili. Mwezeshaji sasa atasitisha rekodi ili kukusomea karatasi namba 3.2 ambayo ni orodha ya maadili ya kawaida. Lakini tafadhali kumbuka kwamba maadili haya si sahihi au bora. Hayako juu kuliko mengine yoyote, ni ya kawaida tu. Tunatumaini unaanza kuelewa tunachomaanisha kwa maadili. Ili kuboresha wazo hili zaidi, sasa tutafanya zoezi katika makundi madogo.
Mwezeshaji sasa atasitisha rekodi hii ili kusoma karatasi namba 3.3. Tafadhali elekeza umakini wako urudi kwenye rekodi hii. Umekamilisha kutambua maadili muhimu yanayofafanua aina ya mtu unayetaka kuwa. Unajisikiaje kujua maadili yako? Sasa ni muhimu sana. Maadili yako yanaelekea njia mbili, kwako mwenyewe na kwa wengine. Kwa hivyo, kwa mfano, kama maadili yako ni kuwa mkarimu na mwenye kujali, au mwaminifu na mwenye heshima, lengo ni kuishi kwa maadili hayo wewe mwenyewe na kwa wengine pia. Mwezeshaji atawaonesha sasa wanakikundi picha namba 3.3 ili kuelezea jambo hili. Hii ni muhimu kukumbuka. Kama hujitunzi mwenyewe, inakuwa vigumu kuwajali wengine. Unapojitunza mwenyewe, unaboresha afya na ustawi wako, ambavyo vinakupa nguvu zaidi kuwajali watu wanaokujali. Sasa hatimaye, kuna zoezi kwa ajili yako mwenyewe. Chukua muda kufikiria. Ungeweza kufanya nini tofauti katika wiki ijayo ikiwa ungeishi kwa maadili yako badala ya kushikiliwa na mawazo na hisia zako? Fumba macho yako au tazama sehemu moja na kwa ukimya waza kwa uwazi kadri inavyowezekana. Nitaacha kuzungumza wakati unafanya hivyo. Ni matumaini yangu unaanza kuona kuwa ukipitia maisha ambayo unaongozwa na maadili yako, unaweza kuwa na maisha yenye thamani, kamili na yenye maana. Kabla hatujaendelea na sehemu inayofuata ya kozi, tutaenda kwenye mapumziko mafupi ya dakika 10. Utakaposikia kengele baada ya dakika 10, tafadhali acha unachofanya na urudi kwenye kikundi kwa ajili ya sehemu inayofuata. Tutakaporudi, tutajadili jinsi ya kuweka maadili katika vitendo. Mwezeshaji atasitisha sasa sauti kwa dakika 10. Mapumziko yamekamilika sasa. Tafadhali rudi kwenye nafasi yako kwa ajili ya sehemu inayofuata ya kozi hii. Kuweka maadili katika vitendo. Karibu sana. Sasa kwa sababu tumeshayajua maadili yetu, changamoto inayofuata ni kuanza kuyafanyia kazi. Vitendo ni vitu tunavyofanya kwa mikono yetu na miguu yetu, na maneno tunayoyatamka na jinsi tunavyoyaongea. Lengo letu sasa ni kutumia maadili yetu kuongoza vitendo vyetu, na kwa kufanya hivyo kwa busara. Kutenda kwa busara kulingana na maadili yetu
Maana yake ni kufikiria kwa makini kuhusu athari za muda mrefu. Kufikiria kwa makini kuhusu athari za vitendo vyetu kwa familia zetu na watu tunaowapenda. Na kufikiria kama vitendo vyetu vinaweza kufanya dunia kuwa mahali bora zaidi. Tutaanza kwa kuzingatia uhusiano muhimu. Kwanza chagua mtu unayemjali sana, ambaye unatumia muda mwingi naye. Sasa kumbuka maadili uliyoyatambua kabla ya mapumziko. Chukua muda mfupi kufikiria kuhusu maadili hayo. Nitaacha kuzungumza wakati unafanya hivyo. Sasa ukiwa bado unafikiria kuhusu maadili hayo, tafadhali anza kufikiria jinsi unavyoweza kufanyia kazi maadili hayo katika uhusiano wako na mtu uliyemtaja. Kumbuka, vitendo ni vitu tunavyofanya, maneno tunayotamka na jinsi tunavyoongea. Ni hatua gani ndogo unaweza kuchukua kufanyia kazi maadili yako na mtu huyo? Nitaacha kuzungumza wakati unafikiria kuhusu hilo. Kwa hivyo, tuseme maadili yako muhimu ni kuwa mkarimu na mwenye kuwajibika, na umemchagua mtoto wako kama uhusiano muhimu unaozingatia katika zoezi hili. Swali lingekuwa, jinsi gani naweza kutenda kwa ukarimu na kuwajibika kwa mtoto wangu? Jambo dogo, kwa mfano, inaweza kuwa kucheza na mtoto wako kwa dakika 5 kila siku, au kumfundisha mtoto wako kitu muhimu kwa dakika 5 kila siku. Au tuseme, maadili yako ni kuwa mwenye shukrani na rafiki, na umemchagua rafiki yako kwa ajili ya zoezi hili. Jambo dogo linaweza kuwa kumsalimu rafiki yako kwa furaha, au kuelezea shukrani yako kwa msaada ambao rafiki yako amekupa kwa miaka mingi. Kwa hiyo, chukua muda zaidi sasa kufikiria kuhusu maadili yako na jinsi unavyoweza kuyafanyia kazi maadili hayo katika uhusiano wako na mtu uliyemtaja kwenye zoezi hili. Nitaacha kuzungumza wakati unafanya hivyo. Kumbuka, mambo madogo madogo ni muhimu na ya maana sana, hasa zaidi kama mambo makubwa hayawezekani kwa sasa. Ili mradi unafanyia kazi maadili yako, unafanya kitu chenye maana. Inaweza kuonekana kama unafanya kitu kidogo sana, lakini mti mkubwa unakuwa kutoka kwenye mbegu ndogo. Na safari ya maili 1000 inaanza na hatua moja. Kwa hiyo, kila kitendo kidogo unachokichukua kinachoongozwa na maadili yako ni hatua kuelekea maisha yenye thamani na yenye maana zaidi. Kutengeneza mpango kazi wako. Sasa ni wakati wa kutengeneza mpango kazi wako maalum kwa wiki ijayo. Chukua hatua zako za kwanza kwenye safari hii. Kabla hatujaanza, ili tuweze kuzingatia umakini wetu, mwezeshaji ataongoza kikundi katika kujinyoosha
kwa sekunde 20. Unaweza kumuiga mwezeshaji anachokifanya au kujinyoosha mwenyewe, au kama hutaki kujinyoosha, unaweza kubaki umekaa. Baada ya muda mfupi, nitakuomba ufikirie jinsi utakavyofanyia kazi maadili yako katika wiki ijayo. Kumbuka, maadili yako ni matamanio yako ya ndani kabisa na jinsi unavyotaka kuishi kama mwanadamu, aina ya mtu unayetaka kuwa, na jinsi unavyotaka kujitendea mwenyewe na wengine na dunia inayokuzunguka. Mwezeshaji atasitisha rekodi hii ili kusoma karatasi namba 3.4. Tafadhali elekeza umakini wako urudi kwenye rekodi hii. Sasa ni wakati wa kujidhatiti na mtu mwingine katika kikundi. Kwa hivyo, muda si mrefu tunakualika uchukue nafasi ya kushiriki kwa zamu na wenzako vitendo unavyopanga kufanya hadi kipindi kijacho. Lakini kwanza, nataka kukuambia kwamba watu wengi wanaona mawazo na hisia ngumu zikijitokeza wanapofanya zoezi hili. Hisia za hofu, mashaka kuona kama jambo hili linawezekana, mawazo kuhusu kushindwa, au kwa nini huwezi kufanya hivyo, au kwa nini hakuna umuhimu. Ikiwa hili litakutokea, jaribu kutumia stadi uliojifunza. Tambua, taja hisia na mawazo, na jinasue na hisia zako ngumu, na uendelee na zoezi. Mwezeshaji atasitisha rekodi hii ili kusoma karatasi namba 3.5. Tafadhali elekeza umakini wako urudi kwenye rekodi hii. Majadiliano ya kujidhatiti. Hongera kwa kujidhatiti hadharani kufanyia kazi maadili yako. Unajisikiaje? Je, inakupa hisia ya kusimamia jambo ambalo ni muhimu, kuwa kama mtu unayetaka kuwa zaidi? Watu wengi wanapata mawazo na hisia ngumu zikijitokeza wanapofanya zoezi hili. Ikiwa hili lilikutokea, ni muhimu kutambua kuwa bado unaweza kufanyia kazi maadili yako hata kama una mawazo na hisia hizo. Huna haja ya kusubiri zipotee. Unaweza kujinasua na bado kujidhatiti katika kufanyia kazi maadili yako. Narudia, unaweza kujinasua na bado ukajidhatiti katika kufanyia kazi maadili hayo. Kwa mfano, je, mawazo yanayojitokea kama kwa nini huwezi au hupaswi kufanya mazoezi haya? Ikiwa ndivyo, jaribu kujinasua kwenye mawazo hayo kwa kuyatambua na kuyataja jina. Kimya kimya jiambie, ninagundua kwamba siwezi kufanya jambo hili. Kisha jitulize. Kandamiza miguu yako kwa nguvu chini kwenye sakafu. Nyoosha mgongo wako.
Tambua unaweza kuona na kusikia, na ujihusishe kikamilifu na ulimwengu unaokuzunguka. Muhtasari wa kipindi cha leo na kuhamasisha kufanya mazoezi. Tupo karibu kumaliza kipindi cha 3 cha kozi hii ya vipindi 5. Leo tumelenga hasa kwenye maadili, hasa kwenye wazo kwamba karibu kila wakati kuna njia unayoweza kuchukua ili kuishi kwa thamani yako bila kujali unavyojisikia vibaya au jinsi hali yako ilivyo ngumu. Leo ni kutumia ujuzi wako wa kujituliza na kujinasua ili kukusaidia kuishi katika maadili yako. Lengo ni kutumia ujuzi wako wa kujituliza na kujinasua ili kukusaidia kuishi katika maadili yako. Lengo lingine ni kutambua na kuyapa majina mawazo yako tena na tena, kujinasua na kujiuliza mara nyingi iwezekanavyo. Na kila mara tu unapojinasua na kujihusisha na ulimwengu unaokuzunguka, chukua muda kufikiria juu ya maadili yako. Kisha angalia kama una njia rahisi ya kuishi kulingana na maadili yako kwa wakati huo. Je, kuna kitu unaweza kufanya au maneno unaweza kusema ambayo yatakufanya uwe aina ya mtu unayependa kuwa? Wazo lingine la maana ni kila asubuhi kabla ya kuamka, chukua sekunde 30 kukumbuka maadili 2 au 3 unayotaka kuishi nayo kwa siku hiyo. Kisha siku nzima, tafuta njia ndogo ndogo za kuishi kwa maadili hayo. Na kila mara unapogundua umeishi kulingana na maadili yako, jitambue mwenyewe. Ninakuwa aina ya mtu ninayetaka kuwa. Sasa ingawa nimesema mara nyingi sana tayari, inafaa kusema tena. Kadri unavyofanya mazoezi ya stadi unapojifunza katika kozi hii, ndivyo utakavyokuwa bora zaidi katika kuyafanya. Mwezeshaji atasitisha rekodi hii ili kusoma karatasi namba 3.6. Tafadhali elekeza umakini wako urudi kwenye rekodi hii. Zoezi la mwisho. Tunakaribia mwisho wa kipindi cha leo. Hivyo tutamaliza tena na zoezi la kushukuru kwenye kikundi. Tunakuhimiza tena ukae wima ama ufumbe macho yako au uyaelekeze kwenye sehemu husika mbele yako. Lengo la zoezi hili ni kukaa kimya kwa muda mfupi na kufikiria kuhusu kikundi cha watu walio hapa leo. Angalia kama unaweza kushukuru kikundi hiki. Angalia kama unaweza kuunda hisia ya shukrani kwamba katikati ya msongo wote katika maisha yako, kila mtu hapa amesaidia kuunda kikundi kinachosaidiana, kinachoheshimiana na kujali. Wakati huu tumeweka kando tofauti zozote katika imani zetu, dini au tamaduni zetu. Badala yake tumeunganishwa na hamu yetu ya pamoja ya kujifunza jinsi ya kudhibiti msongo wa mawazo vizuri zaidi. Kila mtu katika kipindi hiki ana mawazo na hisia ngumu. Sote tunapata msongo wa mawazo na sote tunataka kutendewa kwa neema na heshima.
Ikiwa macho yako yamefumbwa, yafumbue. Na mara macho yako yanapofunguka, angalia kila mtu aliye hapa leo. Hii inatufikisha mwisho wa kipindi hiki. Katika kipindi cha 4, tutaangalia jukumu moja la maadili, hasa wema. Na tutaangalia jinsi ya kuwa wema kwetu wenyewe na kwa wengine. Inaweza kutusaidia kudhibiti msongo wa mawazo vizuri zaidi. Asante kwa kuja kwenye kipindi cha leo, na kabla ya kumaliza, chukua muda kufikiria kuhusu kipindi cha leo. Unachukua kozi hii kujifunza jinsi ya kudhibiti msongo wa mawazo kwa sababu ya kujijali mwenyewe au kujali wengine au zote mbili. Na umetumia sehemu ya siku yako kufanya kitu kipya na changamoto, na kwa angalau baadhi yenu kitu kisichofurahisha kabisa, kwa sababu ya kutaka kutenda kwa maadili. Kila mara unapofanya mazoezi tuliyojifunza leo, utakuwa unajifunza jinsi ya kutenda kulingana na maadili yako. Kila laheri, na tunatarajia kukuona katika kipindi cha 4.